Chunya oye. Kabla ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa nguvu na uhai mpaka kufika leo. Niwaombe waheshimiwa madiwani. Hivyo niwaombe wale wenyeji na maana madiwani ambao mpo muda mrefu. Mafunzo yaliyopita yameishia mlangoni pale. Sasa tunapata mafunzo mapya. Kwa hiyo twende pamoja. Na sisi wageni tuwe makini kusikiza mafunzo. Utapoona haujaelewa uweze kuuliza maswali na uweze kupata ufafanuzi, maoni, ushauri, changamoto zote tutazodhani tuweza kupata. Wakufunzi wetu ni mahiri, wakufunzi wetu ni wazoefu, ni waazili, na pia tutakuwa na mada 11 ambazo zitaweza kutuletea msingi katika kutekeleza majukumu yetu. Tuna mada ya uongozi na utawala bora, tuna mada ya maadili kwa madiwani, tuna mada ya majukumu, wajibu na haki za madiwani, tuna mada ya usimamizi wa fedha, tuna mada za kanuni, sheria zinazosimamia mamlaka ya serikali za mitaa, pia tuna mada ya masuala mtambuka, na pia tuna mada inayohusu utekelezaji bajeti na ugawaji wa vikwazo. OND inaitwa hivyo. Hivyo kwa mada hizo tuna imani kabisa itakuwa ni mwanga mzuri kwa sisi waheshimiwa kuweza kufanya majukumu yetu ya uwakilishi, ambapo tutaweza kutekeleza majukumu yetu. Tunajua wenzetu wengine wanafahamu, lakini mafunzo haya yatatupa mwanga mmoja wa wote kutembea katika, na tukijua sisi ni wawakilishi na pia ni viongozi, tunaaminiwa na wananchi na serikali na tuamini. Ndio maana tutapata haya mafunzo ili tuweze kutembea pamoja kama timu na ambao tunatekeleza na kuwatumikia wananchi tunaowatumikia. Kuwakaribisha hasa wageni wetu, ndugu kutoka TAMISEMI na wakufunzi kutoka Chuo cha Hombolo. Lakini pili ni wakaribishe waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya wilaya Chunya, hasa kwa kufika Mbeya mjini kwa ajili ya kupata mafunzo elekezi tangu mchaguliwe. Na nitoe pongezi kwenu. Hongereni sana kwa kuchaguliwa katika kata zenu. Kwanza niombe niwashukuru waheshimiwa kwa kunichagua kuwa mwenyekiti wa mafunzo, na mimi naomba niwahakikishie kwa imani ile ile, na mimi nitasimama kwa imani ile ile. Isipokuwa waheshimiwa, mafunzo tunayoletewa ni ya muhimu sana kwa ajili ya kupata stadi za kwenda kufanyia kazi kwenye maeneo yetu. Hivyo umakini, na tuache kupoteza muda, tuzame kwenye lengo la kuja kupata mafunzo yakatusaidie kwenye maeneo yetu ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Kama tulivyochaguliwa kwa imani, na hapa kwenye mafunzo tuendelee kubaki kwa imani ili tuweze kufaidi kile ambacho serikali imeamua kutupa elimu. Ni kitu muhimu sana. Kiangalia maeneo mengi kama watu hawajapata elimu, kunakuwa na kazi sana namna ya kuendesha. Yawezekana hata mabaraza iwe kwenye kata, kunakuwa na shughuli sana. Kwa hiyo tunataka kuondolewa ule mgongano wa kuwaza sijui naendeje, sijui na kaeje. Mimi nisitize tu, tuwe makini sana. Lakini vile vile tutajali muda vizuri kabisa, na ninawaomba humu ndani kwenye kikao hiki pasiwe na darasa ndani ya darasa. Na hili ndio tulijali sana. Tuheshimu mawazo ya kila mmoja wetu ili tuweze kufaidi kile ambacho tumeletewa. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.